mabosi wetu, tunawaombeni sana msiingilie jambo la kaboni kwa pupa. Wakina mama, anzeni kupambana kuhakikisha kwamba mnaanza sasa kujenga makambi ya kuvutia watalii. Hii barabara hii yote inaenda. Lakini pia landlord, hakikisheni ule mpango wenu wa kulinda mazao ya wananchi unaendelea. Hakikisheni askari wanalinda mazao ili wasipate hasara. Oldonyo Media, habari karibu nawe. Mheshimiwa Rais wetu wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, mitano tena, kazi iendelee. Mwenyekiti wa UWT Taifa Mary Chatanda, hongera kwa kazi nzuri. Tanzania tuna furaha kubwa, ni kwa sababu ya mitano tena ya Rais wetu Mama Samia na makamu wake Philip Mpango na mkuu wetu wa mkoa Paul Makonda. Mungu akubariki. Kwa Tanzania tuna furaha kubwa, ni kwa sababu ya mitano tena ya Rais wetu Mama Samia na makamu wake Philip Mpango na mkuu wetu wa mkoa Paul Makonda. Mungu akubariki. Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Suluhu Hassan, tuna mitano tena. Endelee tu, endelee kwa Tanzania, kazi iendelee. Tuna mafanikio mengi. Ya kwanza, tumefanikiwa kwenye nyanja za uhifadhi na utalii. Ya kwanza, kudhibiti ujangili na uharibifu wa mazingira, na matokeo yake udhibiti wa ujangili na uharibifu wa mazingira, na matokeo yake ni kuongezeka kwa idadi ya wanyama pori ndani ya eneo letu, hasa wanyama aina ya tembo na jamii ya simba na chui. Lakini pia kuongezeka kwa jitihada za ulinzi wa mazao vijijini, hasa kwa kushirikiana na vikundi vya ulinzi wa mazao kwa kutoa vifaa pamoja na mafunzo. Lakini pia tumefanikiwa kuongezeka kwa bidhaa za utalii pamoja na malazi, ambapo pia imepelekea ongezeko la idadi ya watalii kutoka watalii 1333 mwaka 2020-2021 hadi watalii 11,140 kufikia mwaka 2023-2024. Lakini pia tumeweza kuongeza migao ya vijiji kufikia bilioni 2 kwa kipindi cha miaka mitano kuanzia 2021, 24, 25. Lakini pia tumeweza kuvutia wawekezaji wengine watatu ambao ni Lodge ya Tarangire Sunset, Terra Africa pamoja na Mwamba Lodge. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, tumeweza pia kuboresha usimamizi wa nyanda za malisho iliyopelekea upatikanaji wa mradi wa kaboni ya udongo, Soil Carbon Project, unaolenga kuongeza mapato na usimamizi wa nyanda za malisho ndani ya Ranti WMA. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, katika nyanja za maendeleo ya vijiji tumefanikiwa kutoa jumla ya shilingi bilioni 1 kama mgao wa fedha za utalii wa picha kwa vijiji 8 vinavyounda Rantiland kwa ajili ya miradi ya maendeleo kwa kipindi cha miaka mitano. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, kwa mwaka wa fedha 22-23, 23-24, fedha za Rantiland zilizoelekezwa kwenye miradi ya vijiji ni jumla ya milioni 316,666, na fedha hizi zinaelekezwa kwenye miradi ya ujenzi wa madarasa, nyumba za walimu, zahanati, miradi ya maji pamoja na kutoa misaada za kijamii kwa wagonjwa na wanafunzi wenye uhitaji. Lakini pia tulifanikiwa kutoa msaada kwa wanafunzi wapatao 103 wanaotoka vijiji 8 wanachama, hasa kwa kuwalipia ada na mahitaji mbalimbali za shule. Lakini pia jumuiya pia imetoa ajira kwa vijana wapatao 31 kwa ajili ya ulinzi ndani ya hifadhi yetu. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, tumeweza pia kuanzishwa kwa Enaboishi Women Group kwa lengo la kusaidia wamama na vijana kunufaika na fursa za utalii ndani ya eneo letu,
ambapo kwa hivi sasa zaidi ya wamama 40 hao ambao waliimba sasa hivi wananufaika kupitia boma la kitamaduni na mradi wa kuweka na kukopa. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, tunazo changamoto penye mafanikio pia hapakosi kuwa na changamoto. Jumuiya yetu inakabiliwa na changamoto ya ucheleweshaji wa fedha za utalii wa picha kutoka TAWA, ambapo mpaka hivi sasa tunadai fedha za miezi 4 jumla ya shilingi milioni 218,689,286. Lakini pia changamoto nyingine, uhaba wa mapato ukilinganisha na mahitaji ya hifadhi pamoja na vijiji. Pia changamoto nyingine, bado tunao ujangili hasa pembezoni mwa hifadhi yetu. Na nyingine, uhaba wa vitendea kazi, magari pamoja na silaha. Lakini changamoto nyingine ni miundombinu ya barabara, hasa hii barabara inayotoka Naitoli hadi pale kwenye lango la kwetu. Leo tunaanza kufaidi matunda. Jumla ya shilingi milioni 316 zinaenda kwenye vijiji. Fikiria kama kazi huyu mama asingeifanya. Maana yake ni kwamba hizi pesa tusingepata. Vijiji ambavyo havina eneo la uhifadhi hawapati hii pesa. Na vijiji ambavyo akaunti zao zinasoma sifuri. Leo akaunti za vijiji 8 zinaenda kuingizwa shilingi milioni 187. Na jumla ya mapato ni shilingi bilioni 1. Mapato ya Landland. Nataka miaka 3-4 ijayo eneo la Landland tugawe shilingi bilioni 1 kwenye vijiji. Jamii zinazokaa jirani na maeneo ya utalii ni matajiri. Angalia wenzetu Masai Mara kule. Kaunti moja inapata zaidi ya bilioni 100. Kwa mfano Masai Mara pale. Na bahati nzuri hizi pesa, hebu mpigie makofi mengi sana Mheshimiwa Rais. Hizi pesa ameshamwambia Mheshimiwa Waziri kwamba ziende kwenye vijiji. Na ndio maana kazi nzuri aliyofanya mbunge wetu Mheshimiwa Fred Lowassa ni kufuatilia kwa Mheshimiwa Waziri. Na Waziri yuko hapa jirani tu, sio mbali. Amekuja habiko hapa Makueni. Na mimi nikitoka hapa nitampa salamu kwamba wananchi wa vijiji vinazozunguka Landland wanakushukuru sana kwa kazi nzuri uliofanya kuwaletea fedha. Na nimemwaga hapa kwamba naenda kutoa fedha ulizowapa wananchi wa Landland. Lakini pia Landland, hakikisheni ule mpango wenu wa kulinda mazao ya wananchi unaendelea. Hakikisheni askari wanalinda mazao ili wasipate hasara. Najua nje ya Landland kuna maliasili chini ya mkurugenzi ambao wanakagua ni mahindi mangapi yameliwa na wanalipa. Lakini tuzuie kwanza kabla ya kufikiria kulipa. Wilaya ya Tanganyika halmashauri inapata bilioni 15 kwenye carbon. Hakuna mtu anasema anachukua ardhi. Ni waongo. Huu utaratibu umetoka kutoka Mheshimiwa Rais mwenyewe ameridhia. Amekuja makamu wa rais ametoa sheria. Na sheria zile zinaeleza ukitoka kule uje mkoani kibali. Unakuja wilayani halmashauri kibali. Unakuja kwa DC kibali. Unakuja baraza la madiwani huyu hapa vibali. Inakuja halmashauri ya kijiji kibali. Inakuja wananchi kibali. Halafu anatokea kiongozi mmoja tu. Anasema hiyo ardhi wanataka kununua, wanataka kuuza. Ina maana watu wote hao waamini? Kweli? Mimi niwaonye viongozi wa vijiji. Hatutaki kuonyeshana umwamba. Mjue kwamba wananchi wamechoka kuchangishwa fedha. Wamechoka kuchangia madarasa. Kama ardhi yao hii, ng'ombe watakula nyasi bila wasiwasi, bila bugudha. Na watapata fedha za carbon. Amesema Mheshimiwa makamu mwenyekiti wameenda Kenya kule. Wanapata mabilioni ya fedha. Hawa wananchi ambao tayari wameanza kuanzisha miradi yao, mnaanza tena kuwachangisha. Na mimi ninasema Mheshimiwa mbunge, kuna wakati itafika mahali nitatoa amri. Hakuna kuchangisha wananchi. Kwa sababu kama ziko pesa ambazo ni za carbon, wewe mwenyekiti unaanza kwa sababu tu labda unajua. Kwa jambo hili mimi nitoe onyo kwa viongozi wanaotumia ushawishi kuingia madarakani alafu wanageuza. Kama ingekuwa kiongozi akiingia kwenye madaraka na badilisha kila kitu, basi tungekuwa
kwenda. Yaani mimi DC nikifika hapa naanza sheria zangu. Nasema DC aliyepita hakuna. Kweli? Haiwezekani. Lazima tuheshimiane. Kwa sababu aliyepita pia alikuwa anafanya kazi kwa mujibu wa sheria. Na mabunge yake ilikuwa halmashauri ya kijiji. Na halmashauri ya kijiji ambayo itageuza gia angani, na yenyewe tutaenda kuishtaki kwa wananchi. Haiwezekani leo uko na uongozi unasema hiki, kesho umeshasema hiki. Hapana. Jamani, serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan inajali wananchi. Hakuna kitu kitapita ndani ya mkono wa serikali ambacho kitaharibu mali za wananchi. Hakipo. Na ndio maana Mheshimiwa mbunge kule Moita umeona kumetulia. Na hapa kuna mtu aliuza ardhi hapa. Hapa. Kuna mtu aliuza ardhi. Sijui ni kijiji hiki au kijiji gani. Lakini ni Mswakini. Nimesema kama ulinunua ardhi ya wananchi, ulinunua hewa. Ardhi yote iliyonunuliwa ambayo ni mali ya wananchi itarudi kwa wananchi. Na hilo stani. Moita nimeshairudisha ardhi yote kwa wananchi. Mswakini itarudi kwa wananchi. Wewe mdai aliyepokea hizo pesa, kwa sababu nina uhakika sio kijiji kilichopokea pesa. Kama hizo pesa zilienda kwenye akaunti ya kijiji, halmashauri watasema. Kama ziliingia kwenye mfuko wako baba, ni pesa kuchelewa. Lakini nimemsikia Daktari Pindi Chana mwenyewe akiwa Ngorongoro anasema kwamba wameshabadilisha mfumo. Kuna fedha baada ya kulipwa kule itaingia moja kwa moja kwenye akaunti za hifadhi. Na imani Mheshimiwa mbunge tutaenda ili na hali kapengele ka WMA nako tukaingize ili ziingie moja kwa moja. Hakuna haja ya kwenda kule kama hazikatwi. Kama kuna kodi ichukuliwa moja kwa moja ili kusudi zinazobaki ziweze kufanya kazi hapa. Nina imani atatuelewa kwa sababu nimemsikia akizungumza kwamba kwenye upande wa hifadhi tayari wameshamaliza huo mgogoro. Lakini tunasema nyinyi mwe walinzi. Wale ambao wamebakia wakorofi tunadili nao. Kwa sababu wengine wakiingia ujangilini kupiga wanyama huko, wakiwakuta askari wanakimbia mpaka wanadondoka. Wengine wanagonga miti, wengine sio wanafanya nini. Unakuta baadaye unamkuta huko kadondoka. Kwa sababu ya hofu. Tunawaombeni sana msiingilie jambo la kaboni kwa pupa. Ni kweli nakumbukaga mzee alikuwa anasema ukiona sehemu wamegundua kuna madini unatakiwa ukafanye sala. Wanasema unaomba iwe baraka na isiwe laana. Unaomba iwe baraka na isiwe laana. Kwa naomba sana tujiongeze wenye vitu wetu, mabosi wetu. Tukafanye vizuri kufahamu hii miradi ikoje kabla mjafanya maamuzi ya kutuingiza sisi wananchi kwenye hii issue ya kaboni. Lakini ni issue nzuri, dunia nzima inafanya, lakini tusikosee kwa sababu tuna muda wa kujifunza kwa wenzetu ambao wamekosea. Lakini nimesema hili la shule ni muhimu. Ni muhimu na kuomba mwenyekiti wetu wa jumuiya. Ni vizuri watoto wetu wafahamu kwamba kuna scholarship unaweza ukapata kutoka kwa jumuiya ya Randile. Jamani, ukikaa ofisi ya mbunge, changamoto ya vijana wetu ambao wanakwenda chuo kikuu lakini wanashindwa kulipa ada ni wengi sana. Nilikuwa nasema juzi sehemu kwa kutania, jamii yetu hii ya Kimasai, Mheshimiwa Kiswaga, nadhani kwa sababu ya maziwa na nyama, wengi wa vijana wana akili sana. Wengi vijana wa jamii ya Kimasai wana akili sana. Na dunia tunayokwenda sisi kama viongozi tukiwakatili jambo la elimu tunakuwa tumewatendea makosa makubwa sana. Kwa hiyo mimi naomba niwasilishe ombi langu rasmi. Jambo hili lirasimishwe kwamba tujue kutoka jumuiya ya Randile tunapata wanafunzi wangapi ambao wanafundishwa kila mwaka. Ninaelewa kwenye taarifa imesema watafaidishwa wa vijiji 8. Hata mkianzia hiyo sio mbaya. Lakini hata mkiweza vijiji vya Monduli viko 62 tu. Kwa sababu nyie ni wadau wakubwa wa uchumi wa Monduli. Mkiweza bado mnaweza mkasema
Tutaweka upendeleo kwa vijiji 8 ambavyo viko kwenye jumuiya, lakini vile vijiji vingine 54, vijiji vingine 54 tutavipa ushindani, lakini bado muendelee kuwasomesha watoto wetu. Serikali iweze kutambua faida ya jumuiya hizi za uhifadhi wa wanyamapori kwa mwananchi mmoja mmoja, kwa sababu hizi fedha ni nyingi sana. Nimekaa nikitafakari fedha ambazo jumuiya hii ya Randile ninaidai serikali ni milioni 500 nadhani na 90. Fedha nyingi, karibu milioni 600. Na hiyo ni kwa kipindi cha muda mfupi, miezi 8, kuanzia Juni mpaka Februari mwaka huu. Kwa miezi 8 tunaongelea karibu milioni 600. Lakini ukitafakari, ukipiga hesabu bajeti yetu ya halmashauri ya wilaya ya Monduli, Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, kama sikosei, bajeti yetu ya halmashauri ya wilaya ya Monduli kwa mwaka ni bilioni 2.5. Hasa halmashauri ya wilaya ya Monduli tuna bajeti ya bilioni 2.5. Lakini kwa miezi 8 Randile na WMA inatengeneza makusanyo ya shilingi milioni 600. Sio jambo dogo kabisa. Sio jambo dogo. Nimeliona likasema, likanitafakarisha sana. Kwa jamani, nyie ni sehemu kubwa na muhimu sana ya jamii yetu ya wilaya ya Monduli. Lakini mkuu wa wilaya, wewe ndio rais wa wilaya, na eneo hili kama taarifa iliposomwa, bila wawekezaji hatutakwenda. Kwa hiyo tuwe makini na wawekezaji wasio wababaishaji, kwa sababu kama ni wababaishaji, kama ni kwenda mbinguni, hawatatupeleka mbinguni.